Jeshi na mamlaka za usalama za Israel zimeanza kuchukua hatua za tahadhari kwa kufungua na kuandaa mahandaki ya dharura katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, huku hofu ikiongezeka juu ya uwezekano wa kutokea kwa vita kati ya Marekani na Iran. Hatua hii inakuja wakati mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya Washington na Tehran ukiendelea kupanda, hali inayozua wasiwasi mkubwa miongoni mwa viongozi wa Israel kuhusu athari zinazoweza kuikumba nchi hiyo. Kwa mujibu wa tathmini za kiusalama, Israel inaamini kuwa endapo Marekani itafanya mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya malengo ya kijeshi au ya kimkakati ndani ya Iran, Tehran inaweza kujibu kwa kushambulia maslahi ya Marekani na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati ikiwemo Israel. Israel kama mshirika wa karibu wa Marekani inaonekana kuwa katika hatari kubwa ya kulengwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi, hususan kwa kutumia makombora ya masafa marefu ambayo Irani inadaiwa kumiliki kwa idadi kubwa na uwezo mkubwa zaidi wa kushambulia. Hofu kubwa ya Israel ni kwamba Irani inaweza kutumia sio tu makombora moja kwa moja kutoka ndani ya ardhi yake, bali pia kupitia makundi yenye silaha yanayoiunga mkono katika eneo hilo kama vile Hezbollah nchini Lebanon au makundi mengine yanayofanya kazi katika Syria na kanda ya Gaza. Mashambulizi ya aina hiyo yanaweza kulenga miji mikubwa ya Israel ikiwemo Tel Aviv, Haifa na Jerusalem, jambo ambalo lingeweka raia wengi katika hatari kubwa. Kufunguliwa kwa mahandaki kunalenga kuandaa wananchi kwa hali mbaya zaidi iwapo mashambulizi ya ghafla yatatokea. Mahandaki hayo yanatarajiwa kutumika kama hifadhi za muda kwa raia wakati wa mashambulizi ya makombora au mashambulizi ya angani. Hatua hii pia inaashiria kiwango cha wasiwasi kilichopo ndani ya vyombo vya usalama vya Israel kuhusu mwelekeo wa hali ya usalama wa kikanda. Wakati huo huo, viongozi wa Israel wamekuwa wakisisitiza kuwa nchi yao iko tayari kujilinda dhidi ya tishio lolote, huku wakisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa karibu wa kijeshi na kiintelijensia na Marekani. Hofu inazidi kuongezeka huko nchini Israel kufuatia jeshi na mamlaka zingine za usalama kuanza kuchukua hatua za tahadhari kwa haraka zaidi, kwa kuanza kufungua na kuandaa mahandaki ya dharura kwa ajili ya wananchi ambao huenda wakayatumia mahandaki hayo kwa ajili ya kuweza kujificha kutokana na mashambulizi ya Irani. Mfano mzuri tu kile kilichoonekana kwenye vita vya siku 12, madhara ambayo jeshi la IRGC nchini Irani ambayo waliweza kuyapeleka nchini Israel yalikuwa ya kiwango cha juu kabisa kufuatia mashambulizi ya angani ambayo yalikuwa yakitisha kwelikweli kutokana na majengo kuweza kubomolewa, lakini hata raia wengi tu wa Israel waliweza kupoteza maisha na Israel iliweza kupoteza nyenzo zake nyingi sana za uchumi kufuatia mashambulizi ya makombora ambayo yalitumika kuishambulia Israel. Sasa awamu hii wameanza mapema kabisa kuanza kuandaa mahandaki na kuyafungua na kutoa maelekezo kwa raia kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo wanaweza kujidefendi kipindi cha mashambulizi ya Irani yatakapoanza. Huku mzozo wa Marekani na Irani ukiwa wasintofahamu mpaka hivi sasa, basi endelea kuwa karibu na Zone Media mtazamaji, na nikuombe kama bado hujaweza usubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare, ujipatie taarifa zote zinazojiri huko katika uga wa kimataifa.